السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. Baada ya kumshukuru Allahu subhanahu wa ta'ala, kadhalika baada ya kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulizungumza juzi katika ufunguzi wa darsa yetu, tukasema ya kwamba tutakuwa katika Ramadhani hii insha Allah tukizungumzia suratul Ahzab. Lakini baada ya hapo nikapata mawasiliano kutoka kwa mmoja wa walimu wenzetu, mmoja ambao ni katika mashekhe wenzetu, akiniambia kwamba yeye tayari alikuwa ameanza kuielezea suratul Ahzab. Kwa hiyo akapendelea ili ile faida ipate kuenea, tuwe sisi tutachukua sura nyingine. Kwa sababu hiyo ikawa hatuna budi ila kuiacha kwa sasa suratul Ahzab, sio kuiacha kabisa, lakini baadaye tutaijilia sisi tugure katika sura nyingine ambayo kwa haraka haraka tukaichagua suratu Luqman. Suratu Luqman, kama wanavyotuambia wanazuoni, ni katika sura ambazo kwamba ameteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa bado yuko katika ardhi ya Makka. Kwa hiyo suratu Luqman ni makkiya, imeteremshwa katika mji wa wapi? Wa Makka. Sura hii ziko aya 2 au 3 ambazo wanazuoni wamezungumza kwamba aya hizo hazikuteremka Makka bali ziliteremka Madina.
lakini aya zote zilizobakia ni za Makka. Kwa hiyo kwa kuwa aya nyingi ni za Makka, 2 au 3 kwa riwaya ya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas kwamba hizi ndio si za Makka, ikachukuliwa sura yote ni ya Makka kwa sababu nyingi zimeteremka katika mji wa Makka. Aya hizo ambazo si za Makka, ya kwanza ni aya ya 27 pamoja na aya ya 28 na 29, yani kuanzia walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi 7 abhurin ma nafidat kalimatullahi inna Allaha azizun hakim, mpaka alam tara anna Allaha yuliju al-layla fi an-nahari, mpaka mwisho wa aya. Aya 3 hizi ni madaniya. Sura hii wanazuoni katika kuipeleleza wakatuambia ya kwamba iliteremka baada ya suratu Safat, ile wasafati safa fazajirati zajra fataliyati dhikra. Basi suratu Luqman iliteremka baada ya kuteremka sura gani hiyo? Suratu Safat. Idadi ya aya ambazo ziko katika sura hii sio aya nyingi, tofauti na suratul Ahzab in aya takriban 73 ile tulikuwa tuishike mwanzo. Hii ina aya 34 peke yake. Suratul Luqman ni aya 34. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifungua sura hii kama alivyoifungua suratul Baqara. Mwenyezi Mungu ameanza aya ya kwanza na neno alif lam mim, kama ilivyoanza suratul Baqara. Aya ya kwanza ni hilo neno tu, alif lam mim, neno ambalo kwamba wanazuoni katika kulitafsiri huwa wakisema Allahu a'lamu bimuradihi bihi, Mwenyezi Mungu ndiyo mjuzi zaidi wa mapendeleo wa hiyo alif lam mim. Mapendeleo yake ni gani? Alif lam mim ni katika ayat mutashabihat, ni katika zile aya ambazo kwamba anayezijua maana yake kikamilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hakuna mwanadamu anayejua maana yake kikamilifu, na kwa kuwa hakuna ajuaye maana kikamilifu, ndio tukawa twasema Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Anayejua zaidi mapendeleo yake hapa ni nani? Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini swali laweza likaja, mtu aweza kauliza swali, ikiwa alif lam mim maana yake haijulikani, hizi alhurufu almuqatta'a fawatihu suwar, hizi zenye kufungua sura kama hii, kama zile kina hamim, kina alif lam mim ra, kina kaf ha ya ain sad, ikiwa hizi maana zake hazijulikani, ni ipi faida ya kutajwa katika Qur'ani? Bila shaka Qur'ani yatakikaniwa sisi tuloletewa tuwe twaijua maana yake, ndio tuweze kuitumia na kuifanyia kazi. Sasa ikiwa tumeletewa tuijue maana, kisha ndani mwake kuna vitu ambavyo havijulikani maana, sasa faida ya hivyo vitu kutajwa ni nini? Swali hili ikiwa mtu litampitia, basi jawabu lake tayari wanazuoni washaliweka kwamba kutajwa hizi iko faida. Miongoni mwa kujibu swali hili wanazuoni wasema Qur'an hii Mwenyezi Mungu aliiteremsha ipate kuzishinda akili za watu fulani ambao ni wale Makuraishi waliokuwa wakati wa Mtume, ipate kuzishinda akili zao wao waliokuwa wakiamini kwamba wao wamekusanya fasaha, wamekusanya balagha,
wamekusanya albayan, wao ambao walikuwa wakiamini kwamba ndimi zote za lugha ya Kiarabu, yani ile tofauti ya matamshi yao, wote Waarabu kwa sampuli zao, wao Makuraishi ndio ambao Kiarabu chao kimekusanya ndimi zote na ndicho kilicho fasaha zaidi kuliko zile ndimi zingine. Sasa hawa watu ambao walikuwa wana imani kama hii, watu ambao kama walikuwa wakiamini wao ndio wenye ufasaha wa hali ya juu, Qur'an ilishuka kuwa challenge wao, ikiwa kweli nyinyi muna ufasaha kama munavyosema na akili zenu ziko salama kama munavyoona, basi hebu jaribuni kuijadili Qur'ani na mulete mfano wa hini Qur'an. Basi tena Mwenyezi Mungu akaanza kuwapa vitengo, akawaambia fa'tu bisuratin min mithlihi. Kama huyo Mtume Muhammad nyinyi maona Qur'ani yojipangia yeye, hebu na nyinyi kaeni museme sura moja tu, na sura moja si lazima waseme sura ndefu kama suratul Baqara, ama waseme sura ndefu kama Ali Imran. Sura hata inna a'tainaka al-Kauthar ni sura twaita suratul Kauthar, aya 3 tu. Hata wal asri pia ni sura twaita suratul Asri, aya 4 tu. Wakiwa kweli waweza walete sura, fa'tu bi suratin min mithlihi, Mwenyezi Mungu akawapunguzia. Ikiwa sura ni ngumu, kwanza aliwaanzia sura 10, fa'tu bi 10 suwarin min mithlihi muftarayat, leteni sura 10 za uzushi. Si huyo amezua, zusheni na nyinyi sura 10, zikawa ni nyingi. Fa'tu bi suratin min mithlihi, leteni sura hini moja tu, na namna zote kwao ikawa ni uzito. Yule bwana mmoja akajaribu yeye akajifungia ndani ili apate kuandika Qur'ani yake, akajifungia ndani miezi aliyojifungia. Amemtaja katika kitabu chake aliyekuwa mufti wa Misri aliyepita kwamba huyu bwana aliyafanya mambo hayo. Akaketi muda aloketi, akaandika maneno aloandika, kisha baadaye alipotoka yale maneno yakishikwa namna hii yakiangaliwa, utasema kama ni gazeti tu mtu ameandika, yani hakuna uzito, hakuna ile yani rakakatul maana, rakakatul alfaz, matemshi mepesi, matemshi laini, hakuna uzito wote, hakuna maana yoyote. Ikawa badala aonekane amefanya kazi kwa muda aloketi ndani, ikawa ukisoma sasa ni kichekesho. Yani ukijisikia umeboeka boeka, chukua hicho kitabu chake, fungua, soma, uangue kicheko, roho yako kidogo ipate amani kwa namna alivyoketi na akajienjoy mwisho wa siku. Sasa Mwenyezi Mungu ameiteremsha Qur'ani ikapambane na hawa ambao walikuwa zama za Mtume, ambao wamemiliki ile fasaha. Sasa hawa watu walimsikia Mtume akisoma alif lam mim, ama hawakumsikia? Wamemsikia. Walimsikia Mtume akisoma hamim, lakini kwa kuwa wao ndio wenye kujiamini, wana fasaha ya hali ya juu, na hawakuwahi kutoka wakamvamia na kumshambulia Mtume kwamba alif lam mim ndo maana gani sasa hivi, hamim ndo kusema nini. Kwa kuwa walimsikia na hawakutoka kumshambulia Mtume, maana yake ni kwamba hizi zinayo maana ambayo maana hiyo imepita uwezo wao na imepita fahamu zao. Ndio maana walisikiza na wakaona hapa hakuna kitu cha kumshambulia nacho, maana katika hizi ziko, ni sisi ndio ambao hatujazijua maana zake. Lau ingelikuwa hazina maana kikamilifu, wangelimuacha Mtume ama wangelimvamia kumwambia watuletea maneno ambayo hayana msingi wowote. Na kwa kuwa wanampinga
bila shaka wangelimvamia Mtume na wangelipata sababu ya kutia doa, lakini mpaka walipokuwa wamenyamaza ni kumaanisha ya kwamba ingawaja maana zake anayezijua ni Allah, lakini maana zinayo, na ndio maana hawakuweza kumtia nazo doa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali baadhi ya wanazuoni watuambia hizi kama alif lam mim na mfano wa hizo, wanasema twaweza tukazizingatia kwamba ni hurufu tambih, ni herufi za kumzindusha mtu. Kuna wakati mwingine mimi ninayetaka kuongea maneno yangu yana umuhimu sana, nataka unisikilize na unielewe, na nimekuangalia nikagundua nikiongea moja kwa moja kuna baadhi ya maneno yaweza yakakuruka. Kwanza anaanza kukuzindusha ili uzinduke, ndio unisikize yale maneno yangu niloyapanga, hata neno moja lisikuruke. Kwa mfano katika lugha yetu ya Kiswahili naweza nikakwambia ili ukishazinduka ndio nikwambie kile ambacho nakitaka na ukielewe chote mwanzo mpaka mwisho. Waarabu wao pia hutumia mfano wa maneno kama ala ili kumzindusha mtu. Ala inna fil jasadi mudgha, ile ala ni ya kumzindusha mtu tu, ni harfu tanbih, zinduka, hakika katika moyo kuna kinofu. Ala hubbi bisahniki fasbihina wala tubqi khumura al-andarina. Ala kazi yake nini? Ni kumzindusha mtu tu ayasikize yale yanayokuja mbele ya hapo. Wanazuoni wasema kwa kuzingatia hilo twaweza tukasema pia hizi alif lam mim na mfano wake ni moja ya herufi ambazo zatumika kumzindusha mtu ili apate kusikiliza kile ambacho yuataka kuambiwa. Mwenyezi Mungu asema alif lam mim. Ndugu zangu, hii ni Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wanatuambia mabniyun kulluhu ala alwasli fi ayatihi wa suwarihi. Qur'ani imejengewa kuungana aya zake na sura zake. Pale mtu anaposoma surati al-Fatiha akafika waladhdallin, sasa yataka aanze bismillahi, aanze surati al-Baqara alif lam mim. Hii surati al-Fatiha waladhdallin yaungana na ile bismillahi na alif lam mim zaungana. Ni uketi usome upate kufahamu matamshi ya Qur'ani, utaona kwamba hii Qur'an imejengewa kwa kuungana aya zake na sura zake. Mtu akisoma qul a'udhu bi rabbil falaq akafika wa min sharri hasidin idha hasad, sasa yataka aanze qul a'udhu bi rabbin nas. Qur'ani imejengewa msingi wake wa kuungana, yani ikimalizika hii yaungana na ile pale, sio kuwa ni vitu mbalimbali. Kwa hiyo ile wa min sharri hasidin idha hasad yaungana na qul a'udhu bi rabbin nasi, ni mtu tu aketi atulie azingatie. Na katika hilo wanazuoni wametunga vitabu vya kukueleza hapa zaungana vipi, hapa zaingiliana vipi. Sasa tukilifahamu hilo kwamba kanuni ya Qur'ani ni kuungana, ndio tutautambua ule msemo unaosema yule anayesoma Qur'ani, qari'ul Qur'ani huwa al-halul murtahil. Wanazuoni wamuita hivyo. Anayesoma Qur'ani ni sawa na mtu anayeshuka na kuondoka, yani amefika mwisho wa sura ndo kushuka, kuondoka ni ile kuanza sura nyingine, yani zaungana hapo kwa hapo, kimana na kimatamshi pia zinao kuungana. Yule anayesoma Qur'ani ni alhalul murtahil, fahuwa halun fi ayatin au sura murtahilun ila allati taliha, yuwashukia katika aya au yuwashukia katika sura kabisa, yuwasafiri yuingia katika ile aya mbele au yuingia katika ile sura inayokuja mbele. Sasa tukilielewa hili, twaja katika alif lam mim ambao ndio tumeanza nayo. Hizi fawatihu suwar
wanazuoni watuambia hizi peke yake ndizo ambazo haziungani na kitu ambacho kiko mbele. Hizi qaimatun ala alqata, msingi wake ni kukatakata, na ndio maana hufai kuisoma ile alif lam mim kama usoma dhalika alkitabu la raiba fihi, na ile alif lam mim ukataka uunganishe useme alim. Ni sini alifu na lam na mim ama alam, sawa sawa. Hufai, wafaa uzikatekate, useme vile vile alif lam mim. Kwa nini uzikatekate? Kwa sababu uifuate hadithi ya Mtumi na utambue kwamba kila harufu ina thawabu. Hadithi ya Mtumi ni ipi? Ni pale Mtume aliposema man qaraa harfan min kitabillahi falahu bihi hasana, yoyote atakayesoma harf moja katika hichi kitabu cha Allah, yani Qur'an, atalipwa jema moja kwa hiyo harf moja. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja huwa laongezwa lafika 10 mfano wake. Kisha Mtume akasema la aqulu alif lam mim harfun, siwaambii kwamba alif lam mim yote ni harfu moja, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfu. Alifu ni harufu, lamu ni harufu, mim ni harufu. Anayesoma hili neno alif lam mim kwa Allah huwa ameandikiwa thawabu 30 kwa kuzingatia kila harufu. Kwa hiyo hizi haziunganishwi, huwa zikikatwakatwa kwa sababu likulli minha ma'nahu almustaqil, kila moja ina maana yake peke yake, lakini maana yenyewe anayejua kikamilifu ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu ameifungua sura hii kama alivyoifungua suratul Baqara, ameanza kwa kusema alif lam mim. Kisha Mwenyezi Mungu akatuambia katika aya inayofuatia ambayo ni aya ya pili, akasema tilka ayatul kitabil hakim, hizo ndizo aya za kitabu cha Al-Hakim, hizo ndizo aya zenyewe. Wanazuoni watuambia Qur'ani haiwezi kusufiwa kwamba ni hakim, kwa sababu neno la Al-Hakim haliendi kwa Qur'ani, bali laenda kwa mtu, yani huyu mtu ndio Al-Hakim. Lakini Mwenyezi Mungu alipoisifu Qur'ani kwamba Qur'ani ni Al-Hakim, ni kwa maana ya Qur'ani ni muhakkam, yani aya zake ziko madhubuti, aya zake hakuna anayeweza kuja kuzitilia shaka ndani yake. Ni kwa maana Qur'ani ni uteremsho wa Al-Hakim ambaye ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwa maana Qur'ani ni Al-Hakim, kuna Al-Hakim na kuna Al-Hakim. Qur'ani ndiyo yenye kuwahukumu binadamu katika kile ambacho kwamba wamekosea ama wameteleza. Ndio Mwenyezi Mungu akaisifu akasema tilka ayatul kitabi al-hakim. Neno hili la tilka Mwenyezi Mungu wakati mwingine hulitumia akalitegemeza kwa ayat, na hii ni ishara Mwenyezi Mungu huitumia akaitegemeza kwa alkitab, kwa sababu tilka hutumika kwa mwanamke, hutumika kwa ishara za muannath, lakini dhalika hutumika kwa ishara ya mudhakkar kwa wale ambao kwamba tufuatilia lugha ya Kiarabu. Katika surati al-Baqara Mwenyezi Mungu aliitumia dhalika akaitegemeza katika alkitab, akatwambia dhalikal kitabu. Hapa Mwenyezi Mungu ameitumia tilka akaitegemeza katika ayat, akatwambia tilka ayat alkitab, na kule ni dhalika alkitab. Yote ni nini? Ni kuonesha kwamba hichi kitabu, na ukipenda hizi aya za hichi kitabu zote zina hikma ndani yake, ni uteremsho kutoka kwa mwenye hikma, na ndizo zenye kuhukumu. Ama ukipenda utaitumia ile ya surati al-Baqara ya dhalika alkitabu
la raiba fihi, hichi kitabu na aya zilizomo ndani yake hakuna jinsi ya shaka ndani yake. Na hii neno Mwenyezi Mungu alipotuambia la raiba fihi, tumejua mambo mawili, kwamba Qur'an haina shaka. Tumejua ukweli wa Jibril na tumejua ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu Mungu alipotuambia Qur'ani haina shaka na imeshushwa na Jibril kumletea mtume, ni kumaanisha kwamba Jibril ni mwaminifu. Ndio Mwenyezi Mungu akamsifu dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Na kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye aliyoteremshiwa pia ni mwaminifu, ndio Mwenyezi Mungu akamsifu katika surati al-Haqqa, akatwambia walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bilyamin thumma laqata'na minhu alwatin. Lau mtume angeliongeza kijineno chake kidogo tu, angeliona kile ambacho kingelimpata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa neno la raiba fihi lajulisha kwamba hapa pana ukweli wa Sayyiduna Jibril na pana ukweli na uaminifu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Hakim maana yake ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kukieka kila kitu mahali pake, ndio huitwa Al-Hakim, kama Sayyiduna Luqman ambaye hii ni sura yake, suratu Luqman imebeba jina la Sayyidina Luqman, alipoitwa Luqman Al-Hakim. Baadhi ya wanazuoni wasema huyu aliitwa jina la Al-Hakim kwa sababu safari moja mwalimu wake alimpa mbuzi amchinje, kisha akamwambia baada ya kumchinja niletee viungo viwili ambavyo ndio vizuri na vina thamani katika huyo mbuzi. Yule akaenda naye huko akamchinja, kufanya kila kitu, kisha akaketi kujiuliza ni viungo gani viwili ambavyo ndivyo vizuri na vina thamani katika huyo mbuzi mzima. Akapata jibu kwamba ni ulimi na moyo. Akatoa ulimi wa mbuzi na moyo, hivi ndivyo alivyompelekea mwalimu wake. Mwalimu akapokea, lakini mtihani haujesha. Mara nyingine tena akaja akampa tena mbuzi mwingine akamchinje, na akamwambia vile vile niletee viungo viwili katika huyu mbuzi, lakini safari hii niletee viungo vibaya zaidi. Bwana akaenda akachinja, akafanya kila kitu, mahesabu yake akamwambia viungo vibaya zaidi ni vile vile viwili, ulimi na moyo. Kwa hikma hii ya kugundua kwamba katika mwili viungo ambavyo vaweza vikawa vizuri ni ulimi wako na moyo wako, ikiwa utaviweka vizuri. Viungo ambavyo vaweza vikawa vibaya ni hivyo hivyo, ni ulimi wako na moyo wako. Kwa hikma hii akabandikwa jina, akaitwa nani? Luqmanul Hakim. Sasa neno la Al-Hakim ambalo tumelipata katika hii aya, tilka ayatul kitabil hakim, ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kukiweka kila kitu mahala pake na hakuna zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikiitwa mimi ukaitwa wewe ni majazi, lakini hakika mwenyewe ni nani? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya inayofuatia, hudan wa rahmatan lilmuhsinin. Hizo aya ambazo zimetajwa nyuma, tilka ayatul kitabil hakim, hudan, aya hizo ni uongofu, wa rahmatan, na aya hizo ni rehma, lilmuhsinina, kwa wale wenye kufanya uzuri, kwa wale wenye kufanya zaidi ya inavyotakikana. Qur'ani kwamba ni hudan, hili hatuna wasiwasi. Qur'ani ni uongofu, ukishikana nayo utaongoka, ukiepukana nayo utapotea.
ilo hatuna wasiwasi nalo. Lakini rahmatan, Qur'ani ni rehma kivipi? Hapa ndipo ambapo sio tuna wasiwasi napo, hapa ndipo ambapo tutakatupazingatia. Na hunu mfumo ndio ule ambao uko katika surati al-Baqara, imeanza hivyo alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi, halafu hudan lilmuttaqina, lakini hapa ni hudan wa rahmatan lilmuhsinina. Hii Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akituambia Qur'ani ni rehma kwetu, ni rehma kivipi? Wanazoona watuambia Qur'ani imekuja kutuongoza. Qur'ani imekuja kutuongoza tuongoke, ndio hudan. Kisha Qur'ani hiyo ni rahma. Ni rahma, maana yake ukishaongoka ukaipata hiyo hudan, Qur'ani ni rehma, yani ya kuzuia wewe usifanye mambo ambayo yatakufanya ukose ule uongofu uliokuwa umeupata. Ni wangapi ambao wameongoka wakaingia katika Uislamu, lakini kwa kuachana na Qur'ani wakakosa rehma, wakarudi katika vitendo ambavyo si vya uongofu, vitendo ambavyo vya kikafiri, vitendo ambavyo si vya Kiislamu. Ni wangapi ambao twawaona wamekwenda hivyo? Uongofu waliopata, wakaupata Uislamu, wakatamka shahada, kila miaka ikisonga ndiyo namna ambavyo uongofu wanaukosa. Kila miaka ikisonga na wao wakaa mbali na Qur'ani, ndiyo namna na uongofu wao wapotea. Hawa watu waliopata uongofu wakaikosa rahma. Ili mtu awe rahma ameipata ni baada ya kupata uongofu, ashikane na Qur'ani, ndo atabakia kwenye rahma. Yani ile Qur'ani itakuwa ni rahma kwake kwa kumzuia asirudi katika mambo ya upotevu baada ya kupata uongofu. Ndio ile rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Mola usitufanye tupotee baada ya kuwa ulituongoza, kwa sababu kuna kuongoka kisha baadaye mtu akapotea. Ibilisi si ndivyo ilivyokuwa? Kwanza alikuwa amefanya nini? Ameongoka, halafu baada ya hapo akapotea. Leo hii ni rajim, ukimtaja wamaliza kabisa, a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Na mwanzo alikuwa ameongoka, habari zake tuzijua. Na wangapi ambao walipita walikuwa wameongoka? Qarun, Qur'ani imetuambia inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Qarun alikuwa katika watu wa Musa, lakini yeye akapinda, akapotea, akafuata njia zake zingine. Alipata hudan, lakini ile rahma abakie katika hudan hakuipata. Ndio hapo utaona wakati mwingine sisi mara mtu yuko katika uongofu, ameongoka vizuri, lakini kwa sababu hataki kushikana na Qur'ani, wameona mara huyu ameteleza, mara mtu kidogo ameelekea, mara huyu amepotea. Lau mtu atashikana na Qur'ani kisawasawa, Qur'ani kwake itakuwa ni hudan wa rahma. Wa rahma kivipi? Itamzuia asirudi katika upotevu baada ya kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amemjaalia akawa ni mwenye kuongoka. Sasa tofauti iliyoko hapa na surati al-Baqara ni kama surati al-Baqara imetuambia hudan lilmuttaqin, hapa imetuambia hudan wa rahmatan lilmuhsinin. Ni tofauti gani iliyoko baina ya muttaqina na baina ya muhsinina? Kuna tofauti gani baina haya matamshi mawili? Muttaqina bila shaka ni wale wenye kumcha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sawa na kusema kila Muislamu atakikaniwa awe na takwa, na ili uipate takwa, ucha Mungu, kwanza ni lazima uanze kuwa na imani. Ile imani ndio itakupelekea katika nini? Katika takwa. Na moja kwa moja ukiwa na imani itakubidi ufanye yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekufaradhishia. Kama huyafanyi, maana yake wewe huna imani. Wewe una imani ya vipi na yale uliofaradhiwa hufanyi?
huswali swala 5, hufungi Ramadhani wala hufanye lolote. Kwa hiyo kila Muislamu atakiwa awe na takwa, lakini takwa asili yake ni uwe na iman, na unapokuwa na iman ni lazima utayafanya yale uliofaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo takwa. Kwa hiyo wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, wale hudan lilmuttaqina, ni wale ambao kwanza wana imani, alafu wanayafanya yale waliofaradhishiwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kama sisi sote tuna iman, alafu baada ya hapo tunayafanya yale tuliofaradhishiwa na nani? Na Allah. Sasa sisi ni muttaqun. Lakini hapa pana muhsinun. Hii ya sasa hudan wa rahmatan lilmuhsinin. Muhsinin ni zaidi ya muttaqin. Ikiwa muttaqina ni wale wamchao Allah, yani una imani na wafanya yale uliofaradhiwa na Mwenyezi Mungu, wewe ni mcha Mungu. Lakini muhsinina ni wale ambao wana imani, wafanya yale waliofaradhiwa, kisha wanazidishana mengine juu yake. Yani kama wewe na mimi tukoma kwenye swala 5 tu, wao sasa ongezea, wana na sunna, wana kutoa sadaka, wana kutembelea wagonjwa, wana kutoa sadaka, wana kusaidia maskini, wana kuamrisha mema. Sasa hawa sio muttaquna peke yake, bali hawa ni kina nani? Ni muhsinun. Maana yake ni zaidi ya wale wacha Mungu. Sasa Qur'ani kule kwenye surati al-Baqara ilipotuambia hudan lilmuttaqin, na hapo ikatuambia hudan wa rahmatan lilmuhsinin, maana yake ni kusema Qur'an yatuongoza sisi ambao tufanya yale tuliofaradhishiwa na Allah, ambao sisi ni muttaquna, na pia ni uongofu kwa wale ambao wafanya yale waliofaradhiwa kama sisi, kisha wanazidishana mema mengine mengi. Pia kwao Qur'ani ni nini? Ni uongofu. Kwa hiyo Qur'ani yaongoza kila tabaka na kila sampuli. Sio kuwa mtu akishafikia mahali tukamuita wali wa Mwenyezi Mungu, huwa Qur'ani haimuongozi tena. Yani ule wali wake yeye ni zaidi ya nini sasa? Ya Qur'ani. Hawezi akajifanyia tu atakalo, la, bado pamoja na uwali wake Qur'ani kwake yeye ni hudan wa rahmatan lilmuhsinin. Bado kwake Qur'ani ni uongofu. Na kwangu mimi na wewe ambao tufanya haya ya kawaida tu, bado Qur'ani kwetu ni uongofu, ni hudan lilmuttaqin. Lakini pana hili neno pia ni muhimu tuzindushe kwalo, hili neno la taqwa. Wakati mwingine ikiwa mwambia mtu amche Mungu, utamwambia ittaqillah, si ndio hivyo? Ama kama ni wengi ukawaambia ittaqullaha ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, mcheni Allah, muogopeni Allah. Neno hilo ndilo ambalo huwa twalitumia unapomwambia mtu pia auogope moto, wamwambia ittaqin nara, au kama ni wengi waambia ittaqun nara, kama hadithi ya Mtume ittaqin nara ama ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Kwa hiyo neno ni moja, tutumia hilo kumwambia mtu amuogope Allah, na tutumia hilo kumwambia mtu aogope moto. Ittaqullaha, ittaqun nara. Je, katika ittaqullaha maana hiyo ndio iliyoko katika ittaqun nara, uogopeni moto? Yani vile tumuogopa Allah ndivyo tuogope moto? Wanazuoni wakufafanulia neno ni moja, lakini maana zake ni maana mbili tofauti. Unaposema kumwambia mtu uogope moto, ittaqin nar ama ittaqun nara, wanasema ni sawa na kusema ij'al bainaka wa baina an-nari hajizan, wewe na moto katikati weka kitu cha kukukinga ili moto usikuchome. Kwa hiyo unamwambia mtu uogope moto, ni sana kumwambia weka kitu ambacho kitakukinga ili moto usifanye nini? Usikuchome. Na je, ukimwambia mtu muogope Allah, ni aweke kitu katikati ili Mungu asimkurubie, ni aweke kitu kama vile moto, umeweka kitu katikati ili moto
usimkurubie. Ndio tukakwambia uogope moto. Je, tukikwambia muogope Allah pia niweke kitu katikati ili Mungu asikukurubie ama wewe usimkurubie? La, bila shaka Muislamu atakaniwa kila wakati awe karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ina maana basi ittaqun nara ni uogope moto kwa kuweka kitu katikati usikukurubie, lakini ittaqullaha sio uweke kitu katikati usimkurubie Mungu. Hapana, Mwenyezi Mungu mkurubie. Sasa nini ittaqullaha? Wanazuoni wasema maana yake ogopa zile sifa ambazo Mwenyezi Mungu amejisifu nazo, zile sifa za ukali kama Al-Jabbar, kama Al-Qahhar, kama Al-Muntaqim. Ziogope hizi sifa na mfano wa hizi, kwa sababu ikiwa leo ukipata vitisho ambavyo vyatoka kwa mkubwa wa kimadaraka, wa kiserikali, wa kimiji, wa kifamilia, kwamba mwambieni mtu fulani tutapambana na yeye, sisi twajua kutesa, bila shaka hili neno sisi twajua kutesa litakufanya ule mtu umuogope. Sio umuogope kwamba hutakuwa karibu naye, umuogope usiingie kwenye hayo mateso. Je, Mwenyezi Mungu akijisifu akasema yeye ni Al-Muntaqim, mwenye kutesa, akasema kwamba yeye ni Al-Qahhar, mwenye kutendesha nguvu, Al-Jabbar, Mwenyezi Mungu akajisifu kwa sifa tofauti tofauti, wewe watakikaniwa umuogope Mwenyezi Mungu kiasi gani? Kwa hiyo unapoambiwa ittaqillaha, mche nani? Allah, maana yake ziogope zile sifa ambazo Mwenyezi Mungu amejisifu nazo, ziogope, kwa sababu ikiwa za mwanadamu akijisifu nazo humwezi, ya kubidi umuogope, basi na Mwenyezi Mungu akijisifu nazo ogopa hizo sifa. Kwa hiyo kuwa karibu na Allah, lakini ogopa jabari yake, jabaria yake. Kuwa karibu na Allah, lakini ogopa Mwenyezi Mungu, usiingie katika Al-Muntaqim, usiingie katika intiqam yake. Kuwa karibu na Allah, lakini ogopa usiingie katika qaharia yake, utajipata mahali ambapo huwezi kupavumilia. Kwa hiyo tukikwambia ittaqullaha na ittaqun nara, ittaqun nara ni ujikinge moto usikukurubie, lakini ittaqullaha mkurubie Allah, kuwa karibu na Allah, lakini ogopa zile sifa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejisifu nazo, sifa alizojisifu nazo, yani za ukali. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ametuambia maneno haya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Katika hii Qur'ani twateremsha pozo na twateremsha rehma. Pozo twajua ni yule ambaye ni mgonjwa, Qur'ani kwake ni dawa, na rehma wanazoona tuambia ndio maana ile tuliyotaja nyuma, ni kwamba kwa yule ambaye kwamba alikuwa ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu amteremshia pozo, kisha rehma ni kwamba asirudi tena katika ugonjwa ule alioteremshiwa nao pozo. Ndio kama ile hudan wa rahma, Mwenyezi Mungu yamuongoza mtu, kisha alafu ile rahma ni kumzuia yule mtu asirudi tena katika ule upotevu ambao alikuwa anao. Tuendelee mbele. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya ya 4, na lengo letu darasa leo tukome katika aya ya 5 kwa sababu hizi ni aya zafuatana. Mwenyezi Mungu atuambia alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Hao watu waliotajwa nyuma, muhsinin, hudan wa rahmatan lilmuhsinin, wenye kufanya uzuri, ambao tumesema muhsinina ni zaidi ya muttaqin. Hawa watu miongoni mwa sifa zao ni hii, alladhina yuqimuna as-salah, ni wale ambao wanasimamisha nini? Swala. Hao muhsinun. Wa yu'tuna az-zakata, na wanatoa kadhalika zaka. Wa hum bil akhirati, na wao kwa akhira
hum yuqinun, wao wana yaqini, wana uhakika kwamba akhira iko. Hawa ndio muhsinin. Muhsinuna, Mwenyezi Mungu amewasifu kwa sifa ngapi? 3. Yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Katika suratul Baqara sifa ni hizi tofauti kidogo. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna. Tofauti kidogo tu katika mpangilio, na ndio maana wanazuoni wakasema hizi 3 zilotajwa hapa za hawa muhsinina sio kwa maana ndo sifa zao zote. Zile za kule kwenye surati al-Baqara ambazo za kule ni za muttaqina pia bado zajumuika katika za hapa kwa kina hawa muhsinin, kwa sababu hawa muhsinin ikiwa ni zaidi ya muttaqina wao yawaje sifa zao ziwe 3, alafu kwenye surati al-Baqara ambao pale pametajwa hudan lilmuttaqina sifa zao ziwe zaidi ya 3. Hivi itakuwa muttaqina ina sifa nyingi kuliko nini hiyo muhsinina. Kule ni hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun 3 walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna 6 takriban. Kisha wao wana sifa 6 lakini wako chini. Muhsinina wako juu, alafu wana sifa ngapi? 3. Wanazoona wasema si hizi 3 tu, waweza kuchukua na zile ukaweka, na sifa yoyote njema iliyokwako basi inakuwa hao muhsinuna iko. Kwa hiyo si hizi 3 bali ni zaidi ya hizi 3. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Katika masala ya swala, yuqimuna as-salata ni masala ambayo twayafahamu sote umuhimu wa swala ni namna gani. Itoshe kwamba Mtume alifananisha swala kwamba yamsafisha mtu, akasema swala 5 ni sawa na mfano wa mtu mwenye nyumba, kisha mbele ya nyumba yake kwapita mto wa maji. Huyu mtu kila siku hutoka akaoga katika ule mto wa maji mara 5. Mtume auliza, mtu kama huyu kweli katika mwili wake kutabaki uchafu wakati kwa siku yaoga mara ngapi? Mara 5. Jibu lake litakuwa hatakuwa na uchafu mwilini. Ndio mfano wa swala 5. Swala 5 zasafisha mwili, swala 5 zasafisha nini? Moyo. Mwenyezi Mungu akatuambia inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala mbali na kukusafisha mwili, Mtume ametuambia ya kusafisha na moyo, itakukataza machafu na itakukataza mambo ya munkar. Swala mbali na umuhimu wake tunaojua kwamba Mtume amefikia daraja akatamani aamrishe mtu awe atakutakimiwa msikitini, kisha alafu amwambie mtu pita usalishe. Baada ya hapo Mtume achukue kundi la masahaba waanze kutembelea majumba ya wale ambao hawendi msikitini kuswali. Mtume asema ni wachomee nyumba zao. Kwa nini hamuli kuswali msikitini? Hizo tosha kuonesha umuhimu wa sala. Ikiwa sala kusafisha mwili, ya kusafisha moyo, na Mtume ametamani kukupigia moto nyumba kwa sababu tu huji msikitini kuswali, yaonesha jinsi gani swala 5 zina umuhimu katika maisha ya nani? Ya Muislamu. Alladhina yuqimuna as-salata, sala tuiweke kando, twende katika wayutuna az-zakata, kadhalika wanatoa zaka. Tunapokuja katika masala ya zaka, hapa pana kitu ni muhimu tukifahamu. Zaka Mwenyezi Mungu ameiweka itolewe na wale matajiri kuwapatia wale maskini kwa sharti zake na viwango vyake. Sio kwa mtu mtajiri atatoa tu, mpaka zile kanuni zake na sharti zake ambazo zimeelezwa katika vitabu vya fiqh. Ikiwa ni mfugaji wa mbuzi na kondoo ni hivi, ikiwa ni mfugaji wa ng'ombe na ngamia ni hivi, ikiwa umemiliki mali ya biashara, umemiliki dhahabu na fedha, umemiliki mashamba, wewe ni mkulima,
kila mmoja akaelezwa ile namna yake ya kutoa zaka. Lakini zaka hii ambayo sisi huwa tukijiambia ni ya matajiri peke yake watupe, twasahau kwamba na sisi maskini pia tuna zaka ambazo tutatakikaniwa tuzitoe katika vile tunavyovimiliki. Ingawaja hata kama haitokuwa zaka istilahan, lakini itakuwa ni zaka lughatan. Kilugha tukifanya hivi pia tumetoa nini? Tumetoa zaka. Sisi maskini tutatoa vipi? Ni vitu vingi ambavyo sisi twamiliki na hatuna dharura navyo tena, na usawa wake ni tukawapatie watu ambao wana dharura navyo. Kuna watu ambao ile kofia na kanzu ambazo kwako wewe huzitaki tena, ama wazivaa siku kuna kazi watakofanye, kazi ya yani kuchafuka chafuka, kuna watu kwake yeye itakuwa ya kuswalia Ijumaa, na yawezekana kuna mwingine kwake ikamfaa siku ya Idi haswa, wakati watoa wapeana ile, hata kama haijakuwa zaka istilahan, lakini ni zaka lughatan, umpatie yule mtu ubarikiwe katika ulichokiacha ndani ya nyumba. Ingawaja ukitoa kizuri ni bora zaidi, si lazima utoe ambacho ukitaki tena, toa ambacho pia we mwenyewe bado wakitaka. Lakini kwamba ifikie mahali viko vingine huvitaki tena na pia huvitoi, ni makosa kwa Muislamu. Zaka katika vyakula tulavyo, kuna vyakula ambavyo kwamba mimi na wewe tukipewa hivi hatuvitaki, tusiviache, tuvichukue. Kuna watu ambao vyakula hivyo wao wafanya nini? Wavitaka na wanavihitajia, tuwapelekee wale wanaovitaka na kuvihitajia. Kwao tumewafanyia wema mkubwa sana kuwapelekea vyakula vile. Zaka katika kila kitu, mpaka mtu akikuswifu, mashaallah kadha kadha kadha, wewe ulosifiwa, ikiwa una kitu toa, mpatie yule alokusifu, iwe ni zaka ya zile sifa alizokusifu nazo. Narejelea tena, haya hata kama hayotoitwa zaka ya istilahan, ile kwa mpaka uwe na mali kiwango fulani nini, lakini angalau kilughatan itakuwa ni zaka, wajitakasa na wajisafisha katika kile kichache ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Kwa hivyo waweza ukaweka wewe katika kila shilingi 100 unayoipata, mimi nitakuwa nikitoa sadaka shilingi 10. Kila nikishika shilingi 100, mimi nitakuwa nikitoa sadaka shilingi 5. Yatosha kwamba wewe waibarikia ile shilingi 100 yako, Mwenyezi Mungu akaitilie baraka kwa matumizi utakayokwenda kuyatumia. Ulipata shilingi 50 tu, lakini ukajiambia ikiwa 50 kwangu mimi ni kidogo, kuna mtu ambaye shilingi 5 kwake nyingi, ukachukua shilingi 5 ukampata kama ni mtoto mdogo. Yatosha kwamba umeitolea zaka ile shilingi ngapi? 50. Mtu akikusifu ukampatia, yatosha kwamba umetolea zaka zile sifa. Ile kuketi na kusema kwamba zaka mpaka tupewe sisi ni moja katika mafuhumu ambazo tunatakaniwa tuzirekebishe. Wewe angalia, tunapokuja katika mambo na kutoa sadaka leo, tuzungumzeni ile ukweli kumwogopa Allah. Tunapokuja katika jambo la sadaka, wengi wetu ni wazito katika jambo hilo. Sio kuwa mtu ameambiwa sadaka ni lazima atoe 1000, ameambiwa toa chochote, lakini hicho chochote bado ni mzito mtu. Labda ni msikitini, kuna kitu chahitajika msikitini, kuna kitu kimeharibika msikitini, kwataka kununuliwe mafagio, kwataka kununuliwe kama ni mashini za kusafishia, taa huja zikaungua, huja kukachomeka sijui fuse, huja sijui kukafanyika nini patakapasafishwe, huja pakamweka kahawa, na mambo ni mengi ambayo yatakaniwa kuwe kuna kamfuko ambapo tutatoa tushughulikie lile jambo. Sasa sema leo tuweka kitambara pale, jamanini, mwenye chake twaomba aweke pale hata kama ni shilingi 10 20. Utastaajabu, hivi kweli msikiti mzima ilikuwa yenye shilingi 20 watu 5, sababu tumpata 100. Sasa mwaketu mwaangalie shilingi 100, ina maana msikiti mzima leo hapa ilikuwa wenye shilingi 20 watu 5 tu, wala bakia wote hawana kitu. Utapata jibu la wanazo, lakini tuna ile fikra kwamba sisi twafaa tupewe.
Sisi kutoa bado mpaka tumiliki kingi ndio tutoe, na Mtume ametuambia al-yadul ulya khairun wa ahabbu ila Allahi min al-yadi sufla, mkono wa juu ndio bora, Mungu yaupenda zaidi kuliko mkono wapi? Wa chini. Kisha akasema wal ulya hiya al-munfiqatu was-sufla hiya al-akhidhatu, mkono wa juu ni ule utoao, mkono wa chini ni ule ufanya nini? Unaopokea. Baina ya hii mikono miwili wa bora ni ule mkono wa juu. Sasa tuangalie sisi hali yetu, nenda ukaangalie watu wa upande mwingine. Mama yuauza mboga, lakini ile Jumapili siku yake ya kwenda katika sehemu yake ya ibada, sio yuenda na anafungu amelieka la kwenda kutoa pale kabisa, anacho, na hata ujaribu kumshawishi vipi, hakubali kwamba mimi kuuza kwangu mboga kwenye kibanda kwanizuia mimi kutoa sadaka. Hakubali. Yuaona pamoja na kwamba mimi ni mama mboga, pamoja na kwamba mimi nauza njugu, pamoja na kwamba mimi nafanya kazi ya kitu kidogo, lakini pia mimi nafaa nishiriki katika kutoa. Akifika sehemu yake ile ya ibada, kuna wakati wa sadaka, na yeye adondosha, kwa sababu ile imani ameiweka kwamba kutoa si lazima iwe nina kingi, hata kama nina kidogo mimi pia nafaa nishiriki katika kutoa nini? Kutoa sadaka. Lakini sisi bado mpaka tuwe na kingi. Sasa katika kuizungumzia zaka, hili ni lazima tuzindushane nalo kwamba tolea zaka kile unachomiliki ili Mwenyezi Mungu akubarikie, hata kama ni kitu kichache. Tumepiga mfano, hata mtu akikuswifu, ikiwa unacho mfukoni hata kama shilingi 10, mpe, mwambie nini? Asante, shukran kwa sifa ambazo umesifu nazo, huo umetoa zaka ya jambo lile. Nakumbuka wanaeleza, wanasema kuna bwana mmoja alikuwa na uwezo, aambia watu njooni munisifu ni wape, lakini nina sharti, ili nikupe lazima sifa ulizonisifu nazo ziwe za kweli, alafu zinivutie. Lau kama utakuja nisifu sifa za ukweli, lakini style ulokuja nayo hainivutii, basi badala ya kukupa utakula kaadhabu kadogo. Watu wakaona, sasa utakosea vipi kumsifu mtu kwa sifa ambazo anazo, tena namna tunavyojua sisi kupakana mafuta ile na nini, tukanyoroshana vizuri, mtu kamsikia kwambia kabisa, ndio nyinyi bana, lao kama si nyinyi mji wote ungeangamia huu. Basi na wewe sengine ukadanganyika ukafurakiitwa ati ndio nyinyi kweli. Ile wapakwa mafuta, elewa, tabasamu na nini, lakini elewa hapa nadanganywa. Sasa huyo bwana ameweka sharti hiyo, watu wakaanza kwenda, kila anayekwenda akimsifu yaangukia kwamba zile sifa yeye hazijamvutia, yabidi ampeka adhabu. Adhabu anayompatia huita baadhi ya walinzi wake, akamwambia nendeni naye msikitini, adhabu yake ataswali rakaa 1000. Sasa tarawehe yenyewe 20 kizaazaa, halafu ambiwa enda ukaswali rakaa ngapi? 1000. Jamaa bidi wapelekwa wapiga rakaa 1000. Habari kaenea mjini kwamba bana yule hataki kutupa, ataka kutuadhibu, unkaliwa na maaskari, uziangushe rakaa ngapi? 1000. Bwana mmoja akapiga mahesabu, akasema mimi nitamwahi, lazima kwangu atoe tu. Haiwezekani wewe kila anayekuja ati amekusifu kwa sifa ambazo hazikuvutii. Lazima atokee mtu akupe sifa zikuvutie na utoe. Bwana akayasuka mashairi yake vizuri, kisha kaenda. Nitasoma ile mashairi kidogo. Alipofika katika ile hali, yule bwana akamwambia, kabla unisifu, unajua sharti yetu? Bwana akamwambia, sharti naijua, zikituvutia na ni za ukweli zawadi, hazikutuvutia ni za ukweli okay, lakini hazijanivutia utapelekwa msikitini ukaswali rakaa ngapi? 1000. Jamaa akamwambia niko chonjo, niko tayari. Akamwambia haya, bismillah. Jamaa kaanza kumsomea maneno yanayosema, aradna fi abi hasanin madiha
kama bilmadhi tuntaja'u alwulatu faqulna akramu athqalaini turran wa min kaffayhi dujlatu walfuratu wa qalu yaqbalu almadhata, lakin akawa msifu kwamba nilitaka nende nikamsifu kiongozi kama ambavyo viongozi wengine wakisifiwa wanatoa, lakini nikapata habari kwamba huyu mtu ukienda ukimsifu ukikosea, basi ujue wewe utapata adhabu ya kuswali. Waqalu yaqbalu almadhata lakin jawaizuhu alayhinna salatu, zawadi yake ya kupeleka uende ukafanya nini, ukaswali. Bwana katika ule hodari wake, yani lazima pesa itoke leo pale, katika ule hodari wake akaongeza maneno akasema, faqultu lahum, mimi nikawaambia wale waliokuwa wakisema ati zawadi zako wewe ni mtu akasali, mimi nikawaambia, wama tughni salati ayali inma sha'nu zakatu, mimi nikipelekwa nikaswali halafu ile swala itaisaidia nini familia yangu? Mimi sitaki swala, yani sitaki swala sio yakata kabisa, yani sitaki zawadi ya swala. Mimi ninachokitaka ni zaka, yani nataka katika kile Mungu alichokupa utoe japo kidogo, unipe angalau ubarikie katika kile ulichojaliwa. Asema faqultu lahum wama tughni salati ayali, swala yangu itaisaidia nini familia yangu? Innama sha'nu zakatu, ninachotaka mimi ni huyu bwana atoe nini, atoe zaka. Kisha mwisho akammalizia maneno mazuri, akamwambia bana, mimi usinipe swala na swala, mimi nataka ile salat, ile swad uibadilishe uitie kasri, badala ya kusema salat tuiseme swilat. Katika lugha ya Kiarabu salat ni swala, swilat ni mtu atoe kitu akupe, yani maana yake mimi usinipe swala, usinipe swalat, mimi nipatie nini, swilat. Badala ya kunipatia swala, toa cha mfukoni unipe. Acha kujifanya mgumu kwamba paka ukisifiwa pia wewe hutoi. Bwana akapiga mahesabu, akaona watu wote waliokuja hapa huja wakanisifu, huyu hakunisifu, amenambia ukweli. Ninachotaka niwa mimi nitoe kile kichache nilichojaliwa na nani, Mwenyezi Mungu, nimpe ili kilichobakia kibarikiwe. Bwana akaona leo basi angalau leo moja tu, wacha nifanye nini, nitoe angalau. Akatia mkono fukoni akatoa. Ikawa katika historia huyo bwana mmoja tu ndo alifaulu kutoka na chake cha wapi, cha mfukoni. Wengine wote walitoka na salat, yeye akatoka na nini, na swilat. Sasa ni katika ile hali ya kujulishana kwamba zaka tutakikaniwa tuwe Waislamu twatoa, si lazima tuwe matajiri, lakini katika kile ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe ukikitoa. Kisha Mwenyezi Mungu akamaliza aya akasema, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Inshallah Ta'ala, kwa sababu wakati umekwenda zaidi, tukome hapa, alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Kesho tumalize hichi kipande kwa sababu kina maelezo, wa hum bil akhirati hum yuqinuna, kisha tuendelee na aya 5 ambayo pia tulitaka tuitoelewe leo kabisa, tuunganishe na mbele ya hapo inshallah Taala. Kwa haya tuliyoyazungumza, kwanza kabisa tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayabarikie. Tumuomba Mwenyezi Mungu baada ya kuyabarikia ayapokee. Mwenyezi Mungu ajalie sisi tunaosema tuweze kuifanyia kazi, na hii Qur'ani iende ikatutetee siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المردودين، ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم تقبله منا وأعده علينا أعواما بعد أعوام وسنين بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، راضين غير ساخطين،
مغفورا لنا غير مذنبين، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.